Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kutupatia nafasi ya jioni ya leo tena kwa juma hili ambalo linakaribia kumalizika, lakini tumshukuru Mungu kwa yale ambayo ameendelea kutufunulia siku baada ya siku. Tunaendelea na masomo yetu ya Biblia pamoja na roho ya nabii juu ya mfululizo wa matukio ya siku za mwisho. Kama ambavyo tumekwisha kuona tangu mwanzo wa juma kwamba baada ya mwaka 1844 yanayofuatia ni matukio. Katika Biblia na katika unabii hatuna tena miaka unayoambiwa mwaka fulani ndipo tukio fulani litatokea. Isipokuwa tukio likitokea ndipo linajaza hiyo historia, lakini sio la kusoma katika Biblia. Isipokuwa hata kama ninaendelea kuyaeleza, si kwamba yanafululizana hivyo. Ina maana kwamba wakati mwingine yanatokea kwa pamoja, wakati mwingine jingine linakuja juu ya jingine likiwa linaendelea. Na kama ambavyo tumeona mwaka 1798 AD ndipo ulikuwa mwanzo wa siku za mwisho. Na kama ambavyo tumeona habari ya tetemeko la Lisbon mwaka 1755 na giza kuu mwaka 1780, nyota kuanguka mwaka 1833, na tukaona kwamba kuanzia mwaka 1840 William Miller alianza kuhubiri ujumbe wa malaika wa kwanza ambao ndio ulikuwa utimizo wa kwamba haya amkeni maana bwana harusi anakuja. Lakini mwaka 1844 wakati wa kiangazi ujumbe ulianza wa malaika yule wa pili, umeanguka Babel. Kwa hiyo baada ya Oktoba 22, 1844 Yesu ameingia patakatifu, ikianza hukumu ya upelelezi. Na wakati huo matukio mbalimbali sasa yakiwa yanaendelea, na ndio ambayo tunaendelea nayo. Na tukasema kwamba Waadventista wa Sabato ujumbe hasa waliokabidhiwa ni ule ujumbe wa malaika yule watatu juu ya mnyama na sanamu yake. Kama ambavyo tumekwisha kuona ni ujumbe unaogawanya sasa, unatenga ngano na magugu. Lakini tuliona kwamba mwaka 1888, narudia haya ili uweze kuelewa vizuri matukio yanavyokwenda, ndipo ujumbe wa haki kwa imani ulianza kuhubiriwa kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Ulihubiriwa na Jones na Wagona. Sijajua kwamba wainjilisti wa vitabu wana kile kitabu cha ujumbe wa mwaka 1888 unaoeleza mambo kadhaa yalivyotendeka. Lakini somo hili la haki kwa imani linakazia habari ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, kwamba ni kwa Yesu Kristo peke yake ndipo tunaweza kuokolewa. Lakini haki kwa imani haiondoi wajibu wetu wa sheria ya Mungu. Na baada ya hapo ni kipindi cha kupepetwa ambacho tumekianza jana. Vile vile kama muda utaruhusu, amri ya Jumapili, taabu ndogo, shetani anaigiza kuja kwa Yesu, na kunakuwa na muhuri na kilio kikuu. Lakini kabla ya hapo, Bwana akipenda, tutaingia kwenye matengenezo bandia, na hayo yote yatakwenda moja kwa moja mpaka tunafika kwenye kufungwa kwa kupimwa. Alafu wakati wa taabu kuu, na wenye haki wataishi bila mwombezi, na amri ya kifo itatolewa, taabu ya Yakobo ambayo itakuwa kwa waaminifu. Na wakati huo waaminifu au watakatifu wakipata taabu ya Yakobo, waovu wanapata mapigo 7.
na hayo amri ya kifo itakapotolewa, ndipo tangazo la kukimbia kutoka kwenye miji midogo kwenda katika mapori na mapango kwa ajili ya hatua ya mwisho, ambayo mwisho kabisa katikati hapo ya pigo la 6 na la 7 kutakuwa na vita ya Armagedonia, na baada ya hapo katikati ndipo kutakuwa na ufufuo maalum na hatimaye kuja kwa Yesu mara ya pili, na watakatifu wanakuwa mbinguni, waovu wanahukumiwa katika ile miaka 1000, shetani anakuwa kifungoni. Hatimaye baada ya hapo ndipo moto wa jehanamu unakuja baada ya Yerusalemu mpya kushuka na umilele unaanza. Hayo ndio matukio ambayo inawezekana tusiingie kwa undani kwa yote, lakini takuwa yanayarudia kwa siku hizi 2 zilizobaki, ili uelewe nini kinaendelea, ili unapochukua vitabu ukisoma basi uelewe. Maana Biblia inasema asomaye na afanye nini? Na afahamu. Na jana tulianza masuala yale ya kupepetwa, na tukaona mambo kadhaa ambayo yameandikwa katika kitabu cha Ujumbe wa Awali ukurasa 269 kwenda 273, na tuliona katika kipengele hicho kwamba huu wakati wa kupepetwa nini kinachotokea, na tuliona, na leo tunaendelea kwamba wakati wa kupepetwa kipindi hicho kimeanza tayari. Naomba uelewe kwamba sasa tupo kabisa katika kipindi hiki cha kupepetwa, na kitaendelea hadi kufungwa kipindi cha kupimwa, kile nilichokuwa nimekueleza jana, probation time, na kinafungwa wakati huo huo pamoja na kipindi cha rehema. Na mjumbe wa Mungu anaendelea kueleza mambo kadhaa ambayo yanatueleza kitu tunachopaswa kukifahamu, na ninaendelea kusoma katika sura hizo za Ujumbe wa Awali. Anasema, niliuliza maana ya kutingishwa nilikokuona, na nikaonyeshwa kwamba, sikiliza sasa, kwa nini wengine watatoka wakati wa kupepetwa. Anasema kutasababishwa na ushuhuda wa wazi unaotolewa kwa shauri la shahidi wa kweli wa Walaodikia. Unakumbuka sura ya 2 na sura ya 3 ya Ufunuo inaeleza habari ya makanisa 7, na kanisa la mwisho katika ile makanisa 7 ni kanisa la Laodikia, ambacho ndicho kipindi tunachoishi sasa. Sasa asema wengine wataliacha kanisa, wataacha safari ya kwenda mbinguni kwa sababu ya ushuhuda wa wazi unaotolewa kwa ushauri wa shahidi wa kweli wa Laodikia. Maana ujumbe wa Laodikia unasema ni lazima tufikie hatua dhambi itajwe kwa jina lake, ili kila mmoja aelewe barabara ya kwenda mbinguni, afanye maamuzi. Na anasema huu ushuhuda utakuwa na athari moyoni mwa anayepokea, na utampeleka kuinua kiwango na kumwaga ukweli ulionyooka. Nilikuambiaje jana kwamba wengi hawapendi kuambiwa ujumbe ulionyooka. Yaani hawataki kuambiwa hiki unachofanya ni dhambi, hiki unachofanya sio Ukristo wa kweli. Lakini ujumbe wa Laodikia unahitaji shahidi wa kweli aliye mwaminifu. Anasema yeye ninayempenda ninamkemea na kumrudi. Sasa anasema wengine wataliacha kanisa kwa sababu hawatavumilia, lakini yeye atakayepokea atainua kiwango cha ukweli na atasema ukweli ulionyoka. Lakini anasema baadhi hawataweza kustahimili ushuhuda huu wa wazi. Yaani kwa lugha rahisi, wamezoea kubembelezwa. Na unasikia maneno, usiwakwaze watu wa Mungu, acha ngano ziendelee na magugu. Usipoelewa unabii sasa wa malaika yule watatu anazungumza, anagawa ngano na nini
Jamani, anagawa ngano na nini? Na magugu. Yesu alishawaambia wanafunzi, subirini mpaka wakati wa mwisho. Sasa kama tunaamini kabisa kwamba mwaka 1798 AD tumeanza wakati wa mwisho, maana yake ni kwamba ukweli unatakiwa uwe wazi, japo kwa upendo, lakini lazima ukweli uwe wazi ili watu wachague. Sasa anasema wengine hawataweza kustahimili ushuhuda huu wa wazi, watasimama kupinga, na hiki ndicho kitakachosababisha kupepetwa miongoni mwa watu wa Mungu. Naomba nirudie, anaposema watu wa Mungu anazungumza habari ya Waadventista wa Sabato. Anazungumza habari ya nani? Waadventista wa Sabato. Nataka kukuambia hivi, wenzetu walio katika madhehebu mengine huko, wanaposikia habari hii za ujumbe huu, wanauchangamkia kweli na wanauliza maswali. Wanauliza maswali. Huu ni mwaka wa 3 bado nahubiri kwenye redio yetu Adventist World Radio, na maswali ninayowapata mengi ni yale wanaotoka kwa wale wasio wa Adventist wa Sabato, na wengi mpaka sasa wameshaingia kanisani, na wengi wanauliza kanisa liko wapi, na wengi wanapata hizo changamoto. Hata sasa hivi na mmoja kule Geita ambaye bado anahangaika, amekubali, lakini familia yake, yeye ni baba wa familia, lakini familia wanamzuia asiende kanisani, lakini anafanya mambo kadhaa, na bado ananiambia nimeanza kwenda kanisani lakini kwa taabu. Niliwaambia kwamba yuko na mwingine ambaye ni paroko, yeye alipopata ujumbe huu ameshabatizwa na ameshaenda kwenye chuo cha uinjilisti, na sasa amekabidhiwa moja ya makanisa kule Dodoma ya Waadventista wa Sabato. Anaupenda ukweli kuliko unavyofikiri. Sasa shida ni kwamba sisi tuliokaa humu ndani, huenda kwa sababu unabii nao umekaa kwa muda mrefu hauhubiriwi, watu wamerelax, wanafikiria kana kwamba wameshafika, kumbe bado pambano ndipo linaendelea. Sasa anasema ushuhuda huu wa adhama ambao juu yake unategemea hatima ya kanisa, yaani ujumbe wa shahidi wa kweli, ujumbe wa Laodikia, anasema ndio unaotegemea hatima ya kanisa. Anasema umedharauliwa kama haujapuuzwa kabisa. Mjumbe wa Mungu anapoandika anasema ujumbe huu wa Laodikia umedharauliwa, au katika sehemu zingine umepuuzwa kabisa. Ushuhuda huu lazima ufanye kazi ya toba ya kweli. Wote watakaopokea kwa dhati watautii na kutakaswa. Haleluya. Watautii na kufanya nini? Na kutakaswa. Sasa sikiliza unabii unavyosema. Malaika alisema, sikilizeni, mara nikasikia sauti kama ya ala nyingi za mziki zikilia kwa mpangilio kamili, tamu na yenye upatanifu. Ilipita muziki wowote niliowahi kusikia, ikionekana kujaa rehema, huruma na furaha takatifu ya kuinua moyo. Ilitetemesha nafsi yangu yote. Malaika alisema, tazameni. Kisha mawazo yangu yakageuzwa kuelekea kundi nililokuwa nimeona likitetemeka kwa nguvu. Nikaonyeshwa wale ambao hapo awali nilikuwa nimewaona wakilia na kuomba kwa uchungu wa roho. Kundi la malaika walinzi waliowazunguka lilikuwa limeongezeka maradufu, nao walikuwa wamevikwa silaha kutoka kichwani hadi miguuni. Walitembea kwa mpangilio kamili kama jeshi la askari. Sasa naomba ujumbe huu unaeleza sasa kwamba Waadventista wa Sabato tutagawanyika makundi mangapi? Tutagawanyika makundi mangapi? Wanaoomba kwa dhati na kwa dhati wanataka kubadilisha hali yao ya kiroho watalindwa na malaika. Lakini alisema kuna wale ambao jana tuliona ni wazembe, wavivu,
Na jana tuliona katika unabii kwamba mjumbe wa Mungu mama White anasema walipotea machoni mwake, hakuwaona tena. Sasa sikiliza, ujumbe wa leo unaingia katika hali iliyo nzito zaidi. Maana anarudi anaeleza hili kundi la kwanza la wanaoomba kwa dhati, na anasema walilindwa sasa na malaika, walitembea kwa mpangilio kamili kama jeshi la askari, lakini anasema nyuso zao zilionyesha mapambano makali walioyapitia, maumivu na jitihada kubwa za kiroho walizokuwa wamepitia. Hata hivyo, sura zao ambazo hapo awali zilikuwa zimejaa huzuni na maumivu makali ya ndani, sasa zilimetameta kwa nuru na utukufu wa mbinguni. Walikuwa wamepata ushindi, nao uliibua ndani yao shukurani kuu na furaha takatifu. Wametakaswa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba nikuambie wewe uliyejiunga na utakayejiunga na kanisa hili la Waadventista wa Sabato, ni pambano. Jamani, ni nini? Shida ni kwamba kuna watu wamekuja na ujumbe wa kusema sasa furahi tu, relax. Umeshaingia kwa Yesu, shida imefanya nini? Sasa naomba uelewe, ndipo umejiandikisha kwenye vita kati ya wema na nini? Na uovu. Ndio maana roho ya nabii na Biblia kule kwenye Ufunuo anasema yeye ashindaye. Kwa nini ameshinda? Ametoka kwenye vita. Ni pambano kati ya wema na uovu. Ni swala la mapambano. Ndio maana Yesu asema yeye ashindaye. Na katika ujumbe wote wa yale makanisa 7 bado yeye anasema yeye ashindaye. Kwa hiyo kuna pambano na kuna ushindi. Sasa anasema hili kundi lilikuwa limetakaswa, lakini sikiliza sasa. Maana jana tuliona kwamba walikuwa wanaomba, hatimaye mama White akapoteza kwamba wameelekea kipande gani, na hao wengine waovu wanaendelea kuwadhihaki. Sikiliza sasa, anapowaona mara ya pili. Anapowaona mara ngapi? Sikiliza sentensi hii, ni nzito. Idadi ya kundi hili ilikuwa imepungua. Ina maana walianza wengi, likapungua kubwa kabisa wazembe na wavivu, wakabaki tena wachache. Lakini hao wachache, kwa namna muda unavyosogea mbele, kundi nalo linafanyaje? Kundi nalo linafanyaje? Jana tulisoma Mathayo anasemaje? Walioitwa ni wengi, wateule ni nini? Na sijui kwa nini Waadventista wa Sabato hatujui kabisa kwamba kuna ujumbe mzito sana kwa ajili yangu na wewe. Mungu hashughuliki na wingi. Mungu anashughulika na viwango alivyoweka. Na sasa hili kundi anasema tayari lilikuwa limepungua. Sikiliza, anasema baadhi walikuwa wametikiswa na kuachwa njiani. Wale wazembe na wasiojali, ambao hawakuungana na wale waliothamini ushindi na wokovu kiasi cha kuomba kwa uvumilivu na kwa uchungu kuupata, hawakuupata, wakaachwa nyuma gizani. Lakini sentensi inayofuata ni nzito. Wameachwa nyuma wapi? Na nafasi zao mara moja zilijazwa na wengine waliokumbatia ukweli na kujiunga katika safu. Naomba unielewe hivi, hawa waliojiunga katika ukweli, wengi wao si Waadventista wa Sabato kwa kuanza. Hii inatoa jibu gani? Waadventista wa Sabato wazembe na wasiojali watatoka kanisani na nafasi zao zitajazwa na hao walio katika madhehebu mengine wanaothamini ukweli. Wanaothamini nini? Wanaothamini nini? Ngoja nikupe ushuhuda. Mmoja ambaye ameshabatizwa kule Dodoma, anaitwa Paulo. Yeye ameshabatizwa na familia yake. Sasa saa aliponipigia simu baada ya kusikiliza redio na akawa na maswali, ananipigia simu, alafu ananiuliza, mtumishi, kanisa liko wapi? Maana nimesikia ujumbe, nataka sasa kuingia. Namuuliza, kwani wewe
unasali wapi? Anaambia sasa hivi ninasali Pentekoste, lakini mwanzoni nilikuwa ni Muislamu. Asema lakini nilipopata kusikia ujumbe nikasema kumbe kwa Ukristo ndipo kuna wokovu. Asema nikaingia kwa Wapentekoste. Asema lakini kamwambia hasa kwa nini unataka tena kutoka kwa Pentekoste na ni Ukristo? Nilikuwa najaribu kwamba hivi kweli kaongoka kweli? Anasema mtumishi, kinachonitoa Pentekoste ni swala moja. Sioni kama kuna uhalali wa ibada ya kucheza kanisani. Nakuta hawa wanacheza tu kanisani kama disco kawaida huko duniani, wana msisimko mkubwa, lakini niliposikia ujumbe wa unabii nikasema hili ndilo kanisa la kweli. Kwa hiyo mchungaji, nataka kuingia kanisani. Lakini nikapata hofu. Sasa akija akikuta na sisi tunacheza, ataenda wapi? Ngoja nikuambie, hatoki. Isipokuwa tunaokataa kusimama kwenye msimamo ndio tutafanya nini? Tutatoka. Hiyo ndio shida kubwa. Kama majuma mawili matatu yaliyopita akanipigia tena simu. Si unajua Waadventista wa Sabato tuna salamu nyingi, hasa wakati wa shule ya nini? Ya Sabato na wakati tunahubiri. Aliniuliza swali moja zito, pastor. Hilo lilikuwa zito. Akasema hasa Yesu unisaidie hapa nipate hekima ya kumjibu. Anasema mchungaji, nimekuja tena kwenye ile kanisa nililojua ni la kweli, lakini lina salamu nyingi. Ya kweli ya Biblia ni ipi? Sema maana nakuta mnasalimiana salamu nyingi. Kwa hiyo naomba uelewe hivi. Na wakati mwingine wanapokuja huku wanakuta kuna kelele nyingi kanisani. Wengine wametoka Romani. Si unajua waliotoka Romani kwenye ibada pametulia. Ni kweli au si kweli? Sasa waje huku wakute kwamba sasa sisi kwenye ibada mara mnanong'onezana, mara unapiga simu, mara unafanya hivi, yani mmoja kule Rombo aliniambia, mchungaji, mnatukwaza sana tuliotoka Roma. Maana kule kumetulia. Lakini sasa ukija huku unakuta yani kabisa utafikiri Waingereza wanasema business as usual. Siku za ibada tena zimegeuka sio ibada ya, yani ni shughuli nyingi za kibusiness. Naomba uelewe hili kanisa la Waadventista wa Sabato. Hata mikutano hiyo inayoitwa mkutano mkuu wa washiriki haukuwa unafanywa siku ya Sabato. Unafanywa tu kwa kuidhinisha wanaokwenda kubatizwa. Lakini kama ni swala la makambi, swala la effort linalojadiliwa, tutajengaje jukwaa, hayo yote hayapaswi kujadiliwa siku ya Sabato, maana ni takatifu. Vikao havipaswi kukaa siku ya Sabato, ni siku ya ibada. Shida inayotupata, tunataka sana kuokoa shughuli zetu za wiki nzima kuliko utakatifu wa Sabato. Sasa tunawakwaza wanaokuja kutoka nje, ukiwaambia Biblia inasema siku 6 fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya nani? Sasa wanakuja huku wanakuta tunafanya business as usual. Wanasema si tungebaki tu kule. Mbona huku nako wanafanya tu kama sisi tulivyokuwa tunafanya kule? Kama tunataka kujenga kanisa, sio swala la kujadili siku ya Sabato. Sio dhambi ikijadiliwa siku nyingine, lakini ikijadiliwa siku ya Sabato ni dhambi tayari. Ndio maana Isaya 58 anasema usifanye mambo yako siku ya utakatifu wako. Hii ni siku ya mahusiano na Mungu kabisa. Niliwaambia juzi kwamba kwa nini sasa wachungaji na wazee wa kanisa wanaona kuita hivyo vikao vya church board washiriki siku ya Sabato? Maana katikati ya juma hatuonekani. Jumapili tukiitwa hatuji. Jumatano tukiitwa hatuji. Sasa anapotuona siku ya Sabato na yeye anatakiwa na field atoe taarifa, asema sasa nisipowaita nitatoa taarifa gani? Anawaita kweli, atatoa taarifa kwa field, lakini mbinguni taarifa imeandikwa wamevunja Sabato.
Kama umechunguza kanuni ya kanisa ilivyoandika vizuri kwenye mkutano wa washiriki, koramu ya washiriki haiko sawa sawa na vikao vingine. Inasemaje? Kwa wingi wa waliopo. Ina maana kwamba kama kuna agenda zimetoka kwa baraza la kanisa na waliohudhuria ni 5, kura inapigwa kwa wingi wa hao 5. Kama 3 wamepiga, hiyo agenda imepita. Ndio maana ya kanuni ya kanisa ilivyoandika hivi, kwa wingi wa waliopo. Halo. Ndio maana hapa nasema uzembe na nini vimewafanya hao sasa wamepungua, hawapo pamoja na wenzao. Sasa sikiliza kinachofuata. Malaika waovu bado waliwazunguka, lakini hawakuwa na uwezo wowote juu yao wale waliosimama imara. Nilisikia wale waliovikwa silaha wakitangaza ukweli kwa nguvu kuu. Ulileta athari. Wengi walikuwa wamefungwa. Sikiliza, walifungwaje hawa? Wake wengine walifungwa na waume zao, na watoto wengine na wazazi wao. Wale waaminifu ambao hapo awali walikuwa wamezuiliwa wasisikie ukweli, sasa waliushika kwa hamu kubwa. Hofu yoyote ya jamaa zao ilikuwa imepotea, na ukweli pekee ndio uliotukuzwa mbele yao. Walikuwa wamekuwa na njaa na kiu ya ukweli. Ulikuwa wa thamani na wa kupendeza zaidi kuliko uhai wenyewe. Anachozungumza hapa ni nini? Hawa wanaopokea ujumbe wa Waadventista wa Sabato wa Biblia na unabii, wengine wanazuiliwa na waume zao, wengine wanazuiliwa na wake zao, wengine wanazuiliwa na wazazi wao kama ni watoto, wengine wanazuiliwa huenda na ajira huko na wanapata hofu. Lakini anasema kama tutautoa ujumbe wa malaika watatu ulivyo katika kipindi hiki, watakapoupata ukweli watakuwa wamethamini ukweli kuliko maisha yao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na ni kweli nimeshughulika hata na vijana wengine wa chuo waliokuwa wanafukuzwa chuo kwa sababu ya kukataa kufanya mtihani siku ya Sabato. Namkumbuka hata binti mmoja alikuwa amepata kibano kabisa pale Same. Alikuwa anasomea nursing na akafutiwa na matokeo yake ya temu, na sasa anafukuzwa. Alisimama imara, na nyumbani kwao ni yeye tu Mwadventista Msabato anatoka kule Uchagani. Wengine wote hakuna aliyepata Sabato. Baba na mama wanampigia simu kwamba sasa unapoteza ada yetu. Hiyo imani umeipata wapi wakati haiko huku nyumbani kwetu? Na saa anakuja pale ofisini, anasema, mchungaji, umefanya wajibu wako na mimi nimefanya wajibu wangu kwa Mungu, niko tayari kufukuzwa chuo. Namwambia, sasa unaenda wapi? Anambia, Mungu atajua ninakokwenda. Mwenyekiti wa conference alikuwa Pastor Ijiko. Nikamwendea pastor, namwambia, huyu binti sasa anafukuzwa, hali yake ndio hii, na mwaka wa kwanza wa nursing amemaliza, lakini matokeo yake yote yamekataliwa, na sasa anaenda wapi? Maana hata nyumbani hatakubalika. Akaniambia, ngoja nipige simu. Tukapiga simu Union, tukapiga simu Heri Hospital, na wale wa Heri Hospital wakasema, mtumeni kwetu tutampokea. Katafuta nauli na chakula cha njiani, tukampa, akaondoka, akaenda Heri. Kapita wiki ya kwanza, ya pili, mwezi ukamalizika. Mwezi wa pili anapiga simu. Alafu akipiga simu, Pastor Ijiko anaogopa kupokea, maana anasema bila shaka ada inadaiwa sasa. Maana alienda bila ada, wao walisema tu mleteni. Kaambia pastor, lakini tumpokee tusikie yanayompata, huenda hata amefukuzwa tena kwa ajili ya ada. Anapopokea anasema, Bwana Yesu asifiwe. Asema, nimepokelewa chuoni, nimeshafanya, nimerudia mtihani, wamenipa mtihani mwingine nimefanya,
na Mungu amesaidia, nimefaulu na sasa ninakwenda mwaka wa 2. Lakini nina habari njema tena. Hawa wazungu walioko hapa wamesikiliza historia yangu, wameona nilivyopata na maamuzi niliyofanya, wameamua kunifadhili ada yote. 2, wamesema nikimaliza ninaajiriwa hapa hapa Heri Hospital. Alisimama imara. Alisimama nini? Imara. Na kama nilivyokuambia, wakati huo yeye amesimama imara, wako watoto wa Adventista ambao wao walifanya mtihani huo huo na hawajafukuzwa chuo. Ina maana kwamba wanakuja na nguvu ambazo Mungu anawalinda. Asema walikuwa wamekuwa na njaa na kiu ya kweli. Ukweli ulikuwa wa thamani na wa kupendeza zaidi kuliko uhai wenyewe. Sikiliza, unabii unasema, nikauliza ni nini kilichosababisha mabadiliko haya makubwa? Malaika akajibu, ni mvua ya vuli. Uhuisho kutoka katika uwepo wa Bwana. Sauti kuu ya malaika watatu. Yule malaika watatu anayezungumza habari ya mnyama na nini? Na sanamu yake. Sasa sikiliza, unabii unaendelea unasema, nguvu kuu ilikuwa pamoja na hawa wateule. Malaika akasema, tazama, kisha mawazo yangu yakageuzwa kuelekea kwa waovu au wasioamini. Wote walikuwa wamechoka. Bidii na nguvu iliyokuwa kwa watu wa Mungu ilikuwa imewaamsha na kuwakasirisha. Mkanganyiko ulikuwa kila upande. Niliona mipango ikichukuliwa dhidi ya kundi lililokuwa na nuru na nguvu ya Mungu. Giza lilizidi kuwatanda, lakini walisimama imara, wakikubaliwa na Mungu na wakimtegemea yeye. Bwana Yesu asifiwe. Naomba uelewe, haya matukio yanaonyesha kazi itakavyomalizika. Na mjumbe wa Mungu anasema, naliona wakiwa katika hali ya kuchanganyikiwa, kisha nikawasikia wakimlilia Mungu kwa bidii mchana na usiku. Kilio chao hakikuacha. Sikiliza walichokuwa wanaomba. Wanasema, sikiliza ombi lao, mapenzi yako Mungu yatimizwe. Ikiwa linaweza kulitukuza jina lako, fungua njia ya wokovu kwa watu wako. Tuokoe kutoka kwa wapagani wanaotuzunguka. Wametupangia kifo, lakini mkono wako unaweza kuleta wokovu. Sasa sikiliza, jumbe wa Mungu anasema, hayo ndiyo maneno yote ninayoweza kukumbuka. Mama White anasema hayo tu ndio naweza kukumbuka ombi lao. Lakini anasema wote walionekana wakiwa na hisia ya kina ya kutostahili kwao, na walionyesha kujisalimisha kabisa kwa mapenzi ya Mungu. Lakini kama Yakobo, kila mmoja wao bila ubaguzi alikuwa akiomba kwa bidii na kupambana kwa ajili ya ukombozi. Muda mfupi baada ya wao kuanza kilio chao cha dhati, malaika, sikiliza, kwa huruma walitamani kwenda kuwakomboa. Sasa unisikilize vizuri. Wakati mwingine tunapata matatizo, tunapata kibano fulani, alafu unaomba, alafu unasema kwa nini Mungu hanisikii? Huenda ni ugonjwa, huenda umefukuzwa kazi, huenda umefukuzwa shule, huenda biashara haiendi vizuri, maana umesimama katika neno la Mungu, na sasa unasema hasa Mungu, kwa nini sasa hunitoi hapa? Sikiliza, lakini malaika mrefu mwenye mamlaka hakuwaruhusu. Sio mapambano yote yanayoletwa na Ibilisi, mengine ni hatua ya mwisho ya kushinda mtihani. Jamani, amina. Ndio maana hata ukienda kuombea mtu usilazimishe kwamba sasa huyu mponye. Kuna mwinjilisti mmoja aliomba, nikamwambia wewe, kwa vile Mungu ana huruma. Maana alisema Mungu usipomponya mimi uniue. Nikamwambia wewe ungekufa hapa hapa. Ni kwa vile tu Mungu ni mwenye huruma. Maana huenda hata umepelekwa kwa huyo mgonjwa
ili umuandae alale mikononi mwa Bwana, si ili apone. Ndio maana unasema mapenzi yako yafanye nini? Yatimie. Ombi ambalo halina ubishi ni ombi la ungamo. Kama ninaungama dhambi, hilo halina kusema subiri, halina kusema sitajibu. Mradi nimeungama kwa dhati, hilo linasamehewa hapo kwa hapo. Lakini hayo mengine ya mahitaji yetu ya mwili ya kila wakati, kuna wakati Mungu anayaruhusu ili tutoke kama dhahabu iliyosafishwa katika moto. Ndio maana hapa anasema, lakini malaika mrefu mwenye mamlaka hakuwaruhusu hao malaika wengine waliokuwa wanataka kumtoa. Akasema mapenzi ya Mungu bado hayajatimizwa. Lazima wanywe katika kikombe hicho, lazima wabatizwe kwa ubatizo huo. Na anasema muda si mrefu nikasikia sauti ya Mungu ambayo ilitikisa mbingu na dunia. Unajua hiyo sasa ni nini? Ni sauti ya mwisho, parapanda inalia. Sikiliza, palikuwa na tetemeko kubwa la ardhi. Majengo yalitetemeka na kuanguka kila upande. Kisha nikasikia sauti ya ushindi yenye nguvu, yenye mziki na iliyo wazi. Nikaangalia kundi lile ambalo muda mfupi uliopita lilikuwa katika mateso na kifungo kikubwa. Utumwa wao ulikuwa umegeuzwa, nuru tukufu iling'aa juu yao. Jinsi walivyokuwa wazuri wakati huo! Alama zote za uchovu na taabu zilikuwa zimepotea, na afya na uzuri vilionekana katika uso wao. Hiyo naomba uelewe, ndio dunia itakavyomalizika. Sikiliza, maadui zao, wapagani waliowazunguka, walianguka kama watu waliokufa. Hawakuweza kustahimili nuru iliyowang'azia wale waliokombolewa watakatifu. Nuru na utukufu huo uliendelea juu yao mpaka Yesu alipoonekana katika mawingu ya mbinguni, na lile kundi la waaminifu waliokuwa wamejaribiwa likabadilishwa papo hapo katika kufumba na kufumbua jicho kutoka utukufu hadi utukufu. Haleluya. Lakini ujumbe unasemaje? Na makaburi yakafunguliwa, nao watakatifu wakatoka wakiwa wamevikwa kutokufa, wakilia ushindi juu ya mauti na kaburi. Nao pamoja na watakatifu waliokuwa hai wakaungana pamoja, wakanyakuliwa ili kumlaki Bwana wao angani, huku sauti tamu zenye muziki wa utukufu na ushindi zikitoka katika kila ulimi usioweza kufa. Naomba uelewe, hivyo ndivyo ushindi utakavyopatikana. Jamani, haleluya. Lakini katika kipindi hiki cha kupepetwa, sikiliza, kama Roho Mtakatifu anavyofanya kazi daima kuwashawishi watu, unisikilize hasa hiki, katika kipindi hiki cha kupepetwa, Mungu hata wasamehe wale watu wake wasiotii. Halo? Hata samehe watu wake wasiofanya nini? Jamani, tuko pamoja? Wasiofanya nini? Sasa sikiliza unabii unavyosema sasa, mambo mazito hapo. Kwenye Shuhuda za Kanisa gombo la 6 ukurasa wa 332 anasema, tupo katika wakati wa kupepetwa, wakati ambapo kila kitu kinachoweza kutikisika kitatikisika. Bwana hata wasamehe wale wanaojua kweli, ikiwa hawataitii kwa maneno na matendo amri zake. Hawezi kuwasamehe wale ambao hawakutii. Narudia tena, haki ya Kristo haiondoi utii, inatusaidia kutii. Shida haipo kwenye amri, shida iko kwenye hali tuliyorithi kutoka kwa Adam na Hawa. Sasa anasema hivi, ikiwa hatufanyi jitihada za kuzipeleka roho kwa Kristo, tutawajibika kwa kazi ambayo tungeweza kuifanya, lakini hatukufanya kwa sababu ya uvivu wetu wa kiroho. Jamani, kitakachopoteza wengine nini? Mbona hatutamki? Ni kitu gani? Uvivu. Yaani wewe hupendi kusoma Biblia, hupendi kusoma vitabu vya roho ya nabii, hupendi kuwahi kwenye shule ya Sabato, hupendi kuja kwenye mikutano ya kiroho. Yaani unapenda shughuli zako kuliko uhai. Huo unaitwa ni uvivu wa kiroho.
unalala hujasoma, unalala hujaomba, unakwenda kazini hujaomba, yani hujamfanya Mungu kuwa wa kwanza. Na Biblia inasema ombeni bila kufanya nini? Kukoma. Na ukisoma kitabu cha Wazee na Manabii anasema Henoko mpaka pumzi yake ikawa ni maombi. Sio kwamba alikuwa amepiga magoti kila wakati, lakini kila wakati akili yake imekuwa imewaza mbinguni. Akiwa kazini, akiwa kwenye shughuli. Yani unatakiwa hata ukiwa, naomba nikupe kanuni. Kama kuna mtu fulani amekuambia niombee, huenda mama saa hiyo unapika jikoni, unapika ugali, na jina la huyo mtu linakuja, hiyo ndio saa sahihi ya kumwombea. Maana inawezekana saa hiyo ndio anapambana na pambano zito, na Roho Mtakatifu anakuambia sasa wakilisha jina hili mbinguni. Haleluya. Unapomwahidi mtu kwamba utamwombea, usisubiri zile saa zako za kawaida za kumwombea. Jina linapoletwa akilini, huo ndio muda sahihi wa kumwombea. Hapo ndipo Roho anakuambia kuna jambo anapambana nalo sasa. Sasa wengine wanasema hasa nitaombaje wakati ninapika? Kwani uliitikaje simu wakati unapika? Mbona simu uliitika? Na maombi ni simu ya mbinguni. Jamani, haleluya. Usipende sana kuombewa, penda kuomba. Maombi ni haki ya kila mtu. Ndio maana nasema ikiwa hatufanyi juhudi za kuzipeleka roho kwa Kristo, tutawajibika kwa kazi ambayo tungeweza kuifanya. Yani vile vile hata hao wengine tuwaombee, lakini hatukufanya kwa sababu ya uvivu wetu wa kiroho. Wale wanaohusiana na ufalme wa Bwana, sikiliza, lazima wafanye kazi kwa bidii kwa ajili ya wokovu wa roho. Naomba unielewe hivi. Swala la uinjilisti sio swala la tukio, ni mtindo wa maisha ya mtu anayeenda mbinguni. Haleluya. Huyo mtu anayekuja kununua nyanya, kama unauza nyanya, unauza vitunguu, kama unauza duka au unafanya kazi, hao ambao wanakuja, hao wateja wako, hao ndio wateja wa ufalme. Haleluya. Neno la Mungu linaposema kushuhudia, haina maana kwenda kujenga jukwaa, hapana. Ni hao unaokutana nao ambao hawajaujua ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Shida yetu tunangojea matukio. Imetangazwa effort. Hata isipotangazwa, si tuko kwenye effort. Ndio maana tangu ulipobatizwa ulisema wakati namngojea Yesu akija nitawashuhudia wengine. Sasa anasema wanapaswa kufahamu sehemu yao katika kufunga sheria na kuiweka muhuri kati ya wanafunzi. Sasa hili nalo litamka hapa sasa, naomba liwe makini kwako. Niulize sasa kwanza swali. Wangapi wameshabatizwa kwenye hili kanisa la Waadventista wa Sabato ambao mko hapa? Wewe umeshabatizwa, ushirika wako huko kwenye moja ya makanisa ya Waadventista wa Sabato. Si unyoshe mkono vizuri. Sasa watoto nao wananyosha wakati hawajabatizwa. Sasa sikiliza. Huu ujumbe unaofuata unatuhusu sisi tuliobatizwa. Unasema hivi: ushirika wa kanisa letu hauhakikishi wokovu. Hata kama umshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato, hiyo sio garanti ya wokovu. Hata kama Biblia imesema siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, na wewe kweli unapumzika siku ya saba. Sikiliza, roho ya unabii inasema hivi kwenye maandishi ya Mama White ambayo yamesharuhusiwa, manuscript release ya 19 ya ukurasa wa 176, manuscript ya 19. Tunaposema manuscript, maana yake ni maandishi ya Mama White ambayo yameandikwa kwa mkono wake, hayajaingizwa kwenye mashine kuchapwa. Hayo ndio yanaitwa manuscript. Sasa ukishasikia manuscript release, maana yake sasa yameshatolewa kwenye Ellen G. White Estate, tayari yako kwenye mchakato wa kwenda kuandikwa, huenda yatatoka kama vitabu au yanaanza kusambazwa. Hiyo ndio inaitwa manuscript sasa release, imesharuhusiwa.
Sasa hii ya 19 ya ukurasa wa 176 ana maneno haya: wale ambao wamepata fursa ya kusikia na kupokea ukweli. Wamefanyaje? Wamesikia, alafu wamefanyaje? Na ambao wamejiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato, wakijiita watu wa Mungu washikao amri, na bado hawana uhai wala kujitoa kwa Mungu kuliko makanisa ya majina tu. Naomba unisikilize. Yaani wewe umebatizwa, ni Mwadventista Msabato, lakini tabia yako na mwenendo wako na shughuli zako zote unazofanya hazitofautiani na asiye Mwadventista Msabato. Asiye Mwadventista Msabato ndio hiyo roho ya nabii nasema nominal churches, ni makanisa kwa majina. Kwa nini yanaitwa kwa majina? Kwa sababu William Miller alipotoa ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili, alifunga mlango wa rehema kwa hayo makanisa kama taasisi. Wao wanaokolewa kama mtu mmoja mmoja. Sauti ya Mungu haiendi kule. Sauti ya Mungu inakuja kwa Waadventista wa Sabato. Sasa kama wewe umeingia kwa Waadventista wa Sabato na bado unaishi sawa na wale kule, sikiliza, narudia. Wale ambao wamepata fursa ya kusikia na kupokea ukweli, na ambao wamejiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato, wakijiita watu wa Mungu washikao amri, na bado hawana uhai wala kujitoa kwa Mungu kuliko makanisa ya majina tu, watapokea mapigo ya Mungu kama vile tu makanisa yanayopinga sheria ya Mungu. Yaani utapotea ukiwa ndani ya kanisa. Kwa hiyo wakati wa mapigo 7 na wewe yatakuhusu. Maana sikutembea katika ukweli uliofunuliwa. Niwaulize, hilo linatubana halitubana? Linataka tufanye matengenezo halitaki? Na unajua tunawakwaza sana tusipoishi kama tulivyotakiwa kuishi. Ndio maana ukimwambia anakuambia kama na wewe utaenda na mimi nitaenda. Maana anavyoangalia unavyosema, unavyovaa, shughuli zako unazofanya, hata wengine wanakuzidi. Maana kwao Jumapili kengele ikishagongwa, hata kama mlikuwa mnaongea, atachomoka, atakimbia, akawahi kitubio. Wewe kwenye shule ya Sabato huna habari. Kanisa likisema jamani turudi mchana, huna habari. Wewe unafikiri habari ya Sabato ni hubiri la saa 5 kwenda saa 6. Ukiambiwa urudi mchana, huna shughuli zako. Unaenda kutazama mpira, unaenda kulala. Yaani mgonjwa alikuwa anaumwa wiki nzima, hukajali shughuli zako, hukujali kwenda kumtazama mgonjwa, na sio kwamba siku hiyo amezidiwa anahitaji damu, wewe ukaondoka. Hiyo haikuwa halali kwa siku hiyo. Na roho ya nabii nasema kama mchungaji au mzee wa kanisa yote ameitisha semina mchana na wewe ukafanya uzembe huo, Mungu anasema na wewe umesikia. Kwa hiyo yaliyotamkwa umeyasikia, hukuyasikia, ulipaswa uyatekeleze, na usipoyatekeleza utahukumiwa sawasawa na aliyesikia na hakutekeleza. Sasa huyu rafiki anaabudu Jumapili au msikitini, akishasikia tu Allahu Akbar, anafunga duka lake, anakwenda na atalifunga kuanzia saa 7 hiyo, atalifungua saa 8:30 akiwa amemaliza swala. Saa 10 tena hapo kasoro akishasikia Allahu Akbar atafunga, na atakwenda kulifungua kesho saa 2. Na ukitazama kwa sababu amekuwa mwaminifu kwa miungu yake, yeye ametajirika. Wewe unayejidai unafungua mapema, hujali Jumatano, hujali Sabato, hujali Ijumaa mpaka jua limetua, hujafika nyumbani kuandaa Sabato. Wewe unangojea mpaka ukifunga ndipo tayari jua limeshatua. Umeandaa Sabato saa ngapi? Wewe wakati wa mapigo jiandae kupata kama kawaida. Huyo mwenzako yeye akishasikia kengele anakwenda, na shemasi wao ameshasimama mlangoni au katekista anafunga mlango. Na wale jamaa kama hukukutwa kwenye kitubio, wewe unaonekana kama siku hiyo hujaja kanisani.
Na wewe Mwadventista wa Sabato nataka kukuambia hivi, kama hujahudhuria shule ya Sabato, hubiri halina maana kabisa kwako. Kwa sababu kwenye shule ya Sabato ndipo tunajadili Biblia. Ndipo tunajadili nini? Biblia. Hapo ndio tuna muda wa kusoma na kusema hili lina maana gani. Mhubiri hata kama anasema uongo wake hapa, wengi kabisa utakuta wasema wanatoka tu wakijadiliana hivi leo. Jamaa yale mafungu hivi alitoa wapi? Na hata kama mchungaji amekaa unakuta ananyanyua kichwa anashusha. Yaani anataka kumshusha anashindwa. Yaani tumekuwa wapole kuliko kiasi. Lakini kwenye lesoni tunajadili. Lazima mbona sentensi hii sikuielewa? Mbona sentensi hii sikuielewa? Na niwaambia kwamba mtu anayetazamia mahubiri tu ni mtu anayetaka kuendesha familia yake kwa chakula cha sherehe. Na sherehe inategemea mpishi ni mzuri au sio mzuri. Na mahubiri ni kama chakula cha sherehe. Kama hakuandaa vizuri anataka tu maarufu, atazungumza anayozungumza. Ndio maana Paulo alipowahubiri walirudi wa Beroya, wakaanza kusema haya anayosema yako katika Biblia. Paulo akawaita waungwana. Haleluya. Naomba huu sio wakati wa kumeza kila kitu. Meza kilichotoka kwa Biblia na roho ya unabii. Haleluya. Unabii unasema watasimama tu wale wanaosema imeandikwa. Sasa sikiliza kingine kinachozungumza. Kwenye Christian Service ukurasa wa 41. Hili nalo ni zito. Hebu lisikilize linavyosema. Ni tamko zito ninalolitoa kwa kanisa. Anaposema kwa kanisa maana yake ni kanisa la Waadventista wa nini? Wa Sabato. Kwamba si mmoja kati ya 20 walioandikwa kwenye vitabu vya kanisa aliyejiandaa kufunga historia yake ya duniani. Yaani maana yake ni kwamba akakata roho sasa hivi hapa tap jehanamu. Maana hakujiandaa. Yaani ukichukua washiriki 20 walioandikwa kwenye vitabu, anasema ni ngumu kumpata wangapi? Kupata wangapi? Kwa hiyo kama kanisa lenu lina 100, ni vigumu kabisa kupata 5. Kama lina 200, ni vigumu kupata 10. Sikiliza, nenda ukalifanyia utafiti. Sikiliza taarifa ya shule ya Sabato. Utashangaa watu wako 200 waliosoma ni 10. Waliosoma ni wangapi? 10. Kuna mwingine yuko kanisani hatoi kabisa zaka na sadaka. Yeye anangojea promotion. Huenda ya kujenga kanisa, huenda tu ya kufanya effort, hajaelewa maana ya zaka na nini? Na sadaka. Maana hiyo mingine ni sadaka zingine za ziada, lakini cha msingi cha kwanza ni zaka na nini? Mbona utamki? Ni zaka na nini? Kwa sababu asiyetoa zaka hataenda mbinguni. Kwa sababu zaka sio ya mchungaji. Sio kwa ajili ya mshahara wa mchungaji. Ni kipimo sawasawa na mtu wa kujulia mema na mabaya. Kwa hiyo kama wewe na mimi hatutoi zaka, alafu hatujatubu na kurudisha, alafu unafikiri utaenda mbinguni, ina maana kwamba Mungu amuombe msamaha kwanza Adam na Hawa kumtoa katika bustani ya Edeni. Ndipo aniruhusu na mimi kuingia. Maana aliwapa masharti ya kutokula mti wa kujulia mema na mabaya, wakala. Na mimi alipa masharti ya kutokula zaka, nikala. Kwa hiyo wote tumetenda tendo moja la kutotii sauti yake. Sasa kama wewe unatoa tu fedha za promotion lakini hutoi zaka na sadaka, ujue kabisa uko kwenye uwanja mbaya wa kupotea. Habari ya jioni. Habari ni za jioni. Na tumewaangalia hao watu. Unangojea tu walete mamilioni tukajenge kanisa, lakini kwenye vitabu hayuko kwenye zaka na nini? Na sadaka. Anasema ni vigumu kuona. Na anasema na wangekuwa bila Mungu na bila tumaini ulimwenguni kama wenye dhambi wa kawaida.
Yaani wale tusiojiandaa tunaonekana tu kabisa kwamba kama wadhambi wa kawaida. Lakini sikiliza rafiki, wakati wa kupepetwa ni wakati wa kupimwa. Halo, ni wakati wa kufanya nini? Wasafiri wenzangu, ni wakati wa kufanya nini? Mungu anapima maisha yetu. Shuhuda za Kanisa Gombo la 7 ukurasa 219 anasema, wakati umefika ambapo kila kitu kinachoweza kutikisika kitatikisika, ili vitu visivyoweza kutikisika vibaki. Kila kesi inapitiwa mbele za Mungu. Anapima, sikiliza, hekalu na waabuduo waliomo ndani yake. Halo, linapimwa nini? Hekalu alafu na nani? Na naomba unielewe, anaposema anapima hekalu, ina maana anapima taratibu zinazoendeshwa za ibada na hao wanaoziendesha na waabudu. Ndio maana tunapaswa kuwa makini wakati wa ibada. Kuna malaika mbinguni wa aina mbili ambao wameelezwa. Kuna makerubi alafu kuna maserafi. Kazi ya makerubi ni kuangalia sheria ya Mungu, na hiyo ndio iliyokuwa kazi ya Lucifer. Ndio maana anaitwa kerubi. Na ndio maana kwenye ile sanduku la agano wamewekwa makerubi wawili, wanachungulia hapo kwenye sanduku la agano ambao ndio amri 10 za Mungu ziliko hapo. Lakini kuna hao wanaoitwa maserafi, kazi yao ni kuangalia taratibu za ibada. Kwa hiyo kila tunapoabudu, hawa makerubi wanaangalia, je, sheria ya Mungu imetendewa haki? Hawa maserafi wanaangalia, je, ibada iliyoendeshwa leo inafanana na ibada ya mbinguni? Maana kumbuka, viumbe wa mbinguni wana maslahi na ibada ya duniani. Kanisa la dunia ni moja na kanisa la mbinguni. Najua hujaelewa, na hili nalotamka inawezekana likakuchanganya. Unakumbuka ahadi namba 13 ulipokuwa unabatizwa, kwamba unakubali kuwa mshiriki wa kanisa hili mahalia na kanisa la ulimwengu. Sasa wewe shida yako ulipofikiria kanisa la ulimwengu, ukafikiri ni kutokea mwongozo mpaka General Conference. Ukashindwa kuelewa kabisa kwamba pale field hakuna kanisa linaloitwa la field, pale union hakuna kanisa linaloitwa la union, pale division hakuna kanisa linaloitwa la division, kule General Conference hakuna kanisa linaloitwa la General Conference. Wote wanaenda kanisa mahalia. Kwa hiyo kile kipengele kwamba umekubali kuwa mshiriki wa kanisa hili mahalia na kanisa la ulimwengu, maana yake ni kanisa la mbinguni. Kwa hiyo tunapofanya ibada hapa, wale malaika wanaangalia ibada ya hapa imefanana na ya kule. Kama imechafulika, wanafunga mbawa zao, wanaondoka, wanatoa taarifa mbinguni, leo hawakuabudu. Sikiliza, wakati wa kupepetwa, makapi yatatengwa na ngano. Last Day Events ukurasa 173 anasema, kutakuwa na kutikisika kwa ungo. Makapi lazima kwa wakati wake yatenganishwe na ngano. Kwa sababu ya kuongezeka kwa maovu, upendo wa wengi utapoa. Ni wakati hasa ambapo wakweli watakuwa na nguvu zaidi. Naomba unisikilize, msafiri wa mbinguni. Wakati dunia imechanganyikiwa sasa, ndipo kanisa linapopaswa kujionyesha sura yake halisi. Mbona msemi amina? Yaani hapa sasa ndipo tunapotakiwa tuonekane tofauti kabisa na wengine wote duniani. Taa haina maana mpaka wakati wa giza. Ndipo maana wa taa unaonekana. Ni kweli au si kweli? Unajua hata mchana kuna nyota, lakini huwezi kuziona nyota mpaka giza lifanye nini? Sio kwamba nyota hazipo, zipo, zinangojea nini? Giza. Kwa hiyo huu ndio wakati kabisa wa kanisa la Waadventista wa Sabato kuonyesha kwa ulimwengu kwamba ndilo kanisa la Mungu aliye hai.
Ndio maana taratibu zetu za ibada zinapaswa kuwa tofauti kabisa na zingine. Mahubiri yetu yanapaswa kuwa tofauti kabisa, yazame kabisa katika kweli za Biblia, yasiwe na hiyo mikeke ya kujionyesha kama hao huko, yasiwe na hizo shamra shamra. Nataka kuwaambia hivi, kuna watu wawili katika hili kanisa ambao wako kwenye taabu kubwa sana ya kupimwa, ni wahubiri na wanakwaya. Maana wote ni wahubiri. Hawa wanahubiri kwa maneno wanayotamka, hawa wanahubiri kwa maneno waliopangia kama mashairi. Na unaweza kashangaa kwaya zetu nyingi sasa hivi wanaimba kama wasanii. Wengi wanaimba solo. Halo. Utakuta tayari nyimbo zimeshachanganywa na ngoma za duniani. Na roho ya nabii nasema ikishaonekana tu kuna jazz, kuna rock, kuna rumba, kuna nini, malaika wanafunga mbawa zao, wanalia, wanaondoka. Giza linawakalia wanaoimba na wanaosikiliza. Mhubiri naye akisimama anaanza kufanya mbwembwe zake mpaka anapiga sarakasi mbele za watu. Alikuwa na sauti yake ya kawaida, akianza kuhubiri anaanza kuzungumza sauti nyingine. Ana sauti ya kawaida, akianza kuomba anabadilisha na sauti. Mimi nakuuliza swali, unaweza ukaenda Dodoma kwa rais, alafu umepewa nafasi ya kuingia kwa rais, alafu ukaingia kwa mikeke, utapigwa makofi mpaka ujute. Na kuwekwa ndani kwamba huyu kichaa mmemleta hapa kwa kufanya nini hapa? Sasa kumbuka, hapa ni mbele ya mfalme wa wafalme na Bwana wa nini? Tunapaswa kuwa na heshima na kutulia. Watu wa vyombo, kuna kitu tunatakiwa kufanya. Najua hapa kuna madaktari. Hizo speaker zinatakiwa ziwe na sauti ya chini, mradi isikike kwa watu. Kuna wengine wataathirika humu kanisani kwa sababu mtetemo wowote unaokuwa kinyume na mtetemo wa moyo wako utaugua ugonjwa wa moyo. Na nakuonya mapema, kama tu daktari ameshakuambia una shida ya ugonjwa wa moyo, ninakusihi kwa neema ya Bwana, ukija kanisani usikae karibu na hizo speaker. Utakufa mapema. Masikio, ngoma za masikio zimepangiwa mtetemo uliopimwa kabisa. Ukizidi hiyo ngoma inaleta shida. Na wachungaji huwa tunaonewa sana, maana eti tukija kanisani tunaambiwa wakae mbele, alafu tunawekwa karibu na hizo speaker. Wewe lazima tuelewe. Ni wakati hasa ambapo wa kweli, sikiliza, mgawanyiko utatokea. Selected Messages gombo la pili ukurasa 114. Mgawanyiko utatokea kanisani. Makundi mawili yatatokea, ngano na magugu, hukua pamoja hadi wakati wa mavuno. Kesho kwa neema ya Bwana tutaanza kusudi. Kwa nini kupepetwa? Ni kulitakasa kanisa. Alo, ni kufanyaje? Jamani, ni kufanyaje? Kulitakasa nini? Sasa naomba kesho usikosekane. Ninakusomea nukuu moja nitakayoelezea kesho. Inatoka kwenye Shuhuda za Kanisa gombo la kwanza ukurasa wa 99 aya ya kwanza. Ninaisoma tu, nitaielezea kesho. Inasema, roho zinazotuzunguka lazima ziweze kuamshwa na kuokolewa, la sivyo zitaangamia. Hatuna muda hata wa kupoteza. Sote tuna ushawishi unaounga mkono ukweli au unaopinga. Ninataka kubeba nami uthibitisho usioweza kukanushwa kwamba mimi ni mmoja wa wanafunzi wa Kristo. Sasa sikiliza sentensi inayofuata ambayo tutaielezea kesho. Tunahitaji kitu zaidi ya dini ya Sabato pekee. Tunahitaji kanuni hai na kuhisi kila siku wajibu binafsi. Kuitwa tu Waadventista wa Sabato hakutatuokoa. Tuna wajibu tuliopewa. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi jioni ya leo wanasema, Bwana, tunaomba utusimamishe katika zamu, hata katika kipindi hiki cha kupimwa, hata kipindi hiki cha kupepetwa, bado tubaki kuwa ngano safi. Kama ni kusudi lako, wakati mchungaji anakuja kuomba, waweza ukasimama.
muombe Mungu taratibu. Wakati mchungaji anaomba, mwambie akumwagie nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu ili akusaidie kuelewa, lakini na kuishi kama tulivyoitwa kuishi. Bwana na wabariki. Baba wa mbinguni, tunashindwa kusema mengi. Tunatamani sana neno hili kuwa na tofauti kwenye maisha. Naishi nyakati hizi za kufungwa historia ya ulimwengu. Unatuita kama wawakilishi wa kazi ya Injili, wabeba nuru, ambao tunawatiwa tu sio wazembe wala wavivu. Unatuita kuisimamia kweli na kweli tupu. Tusaidie, maana tusiwe katika ile kanisa ambalo umesema najiona kwamba tumeridhika, lakini ukituangalia tuko uchi. Tunahitaji mavazi ya haki yako. Tusaidie neno hili lilete tofauti kwangu, viongozi wa kanisa pamoja na washiriki kwa ujumla. Umetupa dhamana kubwa sana ya kusimama kusema, lakini umesema kama tutaishi kwa maneno na matendo, tutatapikwa kwa ile kundi la pili. Hamu yetu na shauku yetu ni kwamba tuwe miongoni katika kundi lile ambalo wanapewa nguvu ya kuifanya kazi na kuihubiri kazi ya Injili, kujiandaa kwa marejeo. Naomba tena nena nasi kupitia neno lako la mtumishi. Hapo kesho tualike tena. Tusaidie ili neno lisizungumzwe tukapata hofu ndani ya maisha, badala ya kujiandaa na tofauti. Tusaidie sana mtumishi wako anapoendelea kunena nasi. Tuokolewe kwa jina la Yesu. Amina. Ni muombe mkuu wa huduma aje hapa. Karibu mkuu wa huduma.